wafanyakazi kuna hivyo vitu vinavyoitwa trade unions, kwa kwamba ndio vyama vya wafanyakazi ambao kwa tukio kama leo ambao linafanyika Singida kuna hiyo TUKTA kutazama. TUKTA ni muunganiko wa wafanyakazi wa vyama vyote vya wafanyakazi ambao ipo Tanzania. Katika kila sekta kuna vyama ambavyo vinatambulisha kutokana na taasisi husika au kutokana na kada husika. Waandishi wa habari wana chama chao, si chodao wafanyakazi wa ndani wana chama chao, sio viwandani wana vyama vyao. Kwa hiyo TUKTA ni muunganiko wa shirikisho la wafanyakazi ambalo lenyewe linagavana shughuli za kiuchumi na shughuli za kijamii na kuangalia maslahi mapana ya wafanyakazi. Lakini sasa ukitazama kule Mei Mosi, sasa ukitazama kuna historia, kwa sababu hii siku leo ina historia yake. Yes. Ndio. Cha kwanza wafanyakazi wamepitia kwenye harakati mbalimbali. Cha kwanza. Lakini harakati za kwanza ni harakati za mapinduzi ya viwanda ambayo ilitokea kule Uingereza karne ya 19. Sawa na mwanzoni mwa karne ya 18. Sasa wafanyakazi, ndugu yangu, walikuwa wanafanya kazi masaa 48. Leo hii mteo ukiingia kazini hapa utafanya kazi mpaka kesho. Masaa 48. Lakini cha pili walikuwa wanalipwa mshahara mdogo. Lakini cha tatu mazingira ya wafanyakazi yalikuwa ni mabaya, ni mabovu. Sawa Lakini cha nne kulikuwa kama kuna unyonywaji mahali pa kazi. Sasa wafanyakazi wakasema tutawezaje kuweza kupambana na haya madhira maeneo pa kazi? Wakaanzisha vitu ambavyo vinaitwa trade union. Sawa Na trade union maarufu katika historia ya mapinduzi ya Uingereza ni hizo tatu. Kuna Rhodism, Chartism na trade unionism. Sawa Lakini vile kuna historia ya wafanyakazi kuelekea siku ya Mei Mosi. Kuna mwanafalsafa maarufu sana anaitwa Karl Marx na Friedrich Engels. Hao nao waliwahamasisha wafanyakazi kwamba sikilizeni, ili muweze kupambana na harakati za wafanyakazi lazima muweze kuungana, muweze kuwa na nguvu ya pamoja. Kwa trade union yake ni kwamba inawapa nguvu wafanyakazi kwenda kupambana na maslahi ya mwajiri. Sawa Kwa Karl Marx akaja na hivyo vitabu vinaitwa Das Kapital na Communist Manifesto. Kuambia wafanyakazi, jamani, hawa makapitalisti hao wanawanyonya, wamegundua mashine, unawafukuza kazini. Hakikisheni mnajiunga kwa pamoja kuweza kupambana dhidi ya tabaka la mabepari. Trade unions zikaanzishwa. Sasa historia ya wafanyakazi barani Ulaya ikaendelea huko duniani. Kwa mfano ikaenda kule Urusi, mapinduzi ya mwaka 1917 yaliyoongozwa na wafanyakazi. Sasa ilivyoenda kuna nchi ya Marekani, kuna maduka maarufu makubwa yanaitwa hypermarket kule Marekani. Wafanyakazi bwana wakagoma. Na waligoma kwa sababu gani? Mshahara mdogo, unafanya kazi kwa muda mrefu. Yakatokea mauaji kule Marekani. Sasa ile mauaji yakapelekea vyama vikubwa vya wafanyakazi kuweza kuitambua tarehe 1 Mei kama ni siku ya kukumbuka harakati za wafanyakazi. Sasa ile siku kuitazama ikawa inachukuliwa kwenye maeneo mbalimbali, ikatambuliwa Marekani, ikaenda Ufaransa, ikaenda Urusi na nchi za Ulaya. Lakini vile vile sasa ilipofika mwaka 1919 ukaanzishwa ILO, International Labour Organization. Ndio shirika la kwanza lilianzishwa mwaka 1919. Na lengo lake kuhakikisha kwamba wanaweza kupigania maslahi ya wafanyakazi. Sasa trade union kama ni muunganiko wa vyama vya wafanyakazi kama nilivyozungumza huko mwanzo, si Rhodism, Chartism, trade unionism, vikawa vinaanzishwa kwenye maeneo mbalimbali katika nchi za dunia. Ikaja hapa Tanzania, ikaja Kenya. Na kwa mfano kuna Tanzania vyama vya wafanyakazi vimepay role kubwa sana kuanzia kwenye manamba kule kupigania uhuru. Baadaye mwaka 61 Tanzania imepata uhuru, vikawa vinachochea harakati mbalimbali za kisiasa. Kwa sasa malengo ya wafanyakazi kihistoria ya serikali zimekuwa zikishughulika kutokana na kipindi cha wakati husika. Lakini tunapozungumzia mfumo wa wafanyakazi tunazungumzia katika mfumo ambao tunasema ni tripartite. Yaani tripartite yake ni kwamba unamhusisha mwajiri, mfanyakazi na serikali. Serikali kazi yake ni kutengeneza sheria rafiki. Ndio maana kwa mfano Tanzania hapa tuna sheria ya mahala pa kazi, tunasema Employment and Labor Act, kuangalia mahusiano kati ya mfanyakazi na mwajiri. Na mahusiano ya kwanza kati ya mfanyakazi na mwajiri tunasema ni kwenye mkataba. Tunaita employment contract. Namna gani wajibu wa mfanyakazi na wajibu wa mwajiri. Kwa mfano, kuna employment contract, kuna mkataba wa kazi unaonyesha kwamba
mfanyakazi ana wajibu wa kuja kazini, kuonyesha tija. Mfanyakazi ana wajibu wa kufanya kazi, kutumiza majukumu yake yote. Lakini mwajiri ana wajibu wa kumlipa mfanyakazi mshahara. Na kwenye lengo la kwanza la mwaka 1919 ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanalipwa kipato kama ujira katika kazi zao, lengo la msingi. Lakini vile kupigania mazingira salama ya kufanya kazi. Sasa kwa sababu ni mfumo ambao umekuwa ukihusisha serikali, trade unions na waajiri na wafanyakazi, kwa ni mfumo ambao tukao hao watu waweze kushirikiana. Serikali yatengeneza sera, yatengeneza miongozo. Tanzania hapa kwa mfano kuna hizo labor inspection, kuna wage board kwa mfano, kuna OSHA, kuna international labor standard ambazo zimekuwa legal binding, kwa maana kwamba serikali Tanzania imeridhia na kuweza kuingiza kwenye katiba zao na kwenye sheria zetu kuweza kugavana mfumo wa wafanyakazi. Kwa sasa kwenye kuelekea Mei Mosi unasikia kuna serikali ambayo Mheshimiwa Rais ni mgeni rasmi, kuna vyama vya wafanyakazi, sawa, lakini vile kuna mfumo ambao kwa mfano taasisi binafsi ambao ni mojawapo ya mfumo wa kiuchumi.